hiyo ambao unaizungumzia inawezekana ikawa ni wachache ambao wanapata nafasi hiyo ya kusoma katika shule hizo kuliko ni wale wengi ambao hawawezi kusoma katika shule ambazo zinaweza zikawa, kwa mfano Masha amezungumza shule za Kiislamu. Ndio. Ni shule chache ambazo watu wanaweza waka-afford hiyo nafasi ya kupeleka watoto wao, kwa sababu watoto wengi wa familia za Kitanzania ni watoto wa kimaskini. Sasa hiyo nafasi ya kwenda kukaa darasani, mwalimu kuanza kumfundisha namna gani ya kukaa vizuri, namna gani ya kula, namna gani ya kufanyaje. Mara nyingi utafundishwa kama wa darasa la pili, la tatu, kuna somo moja anaita KK. Kusoma, kuhesabu na kuandika. Sawa. Kwa hapo huwezi kuambia bana ukitoka chooni fanya hivi. Ukienda nyumbani unatakiwa ukae hivi, ule chakula namna hii. Sijui kama umenielewa. Hapo kwa alichokisema Khalid. Unajua maadili yapo tofauti. Kuna yale maadili ambayo ya kijamii, yale ambayo ni tabia nzuri za kijamii. Alafu kuna yale maadili ambayo ni tabia nzuri za kidini. Unafahamu? Kwa mfano, shule tusiwatoe shukrani. Hizi shule za kawaida, tuzungumzie hizi za kawaida, hizi za kiserikali hizi. Na hata za private ambazo sio za dini. Hawafundishi watoto tabia mbaya zile ambazo zinafahamika katika lugha ya kijamii. Watapewa tabia nzuri kwamba uwizi ni kitu ambacho hakifai, watakuwa umheshimu baba au umheshimu mkubwa. Ndio. Ni mambo ambayo wanafundishwa, lakini kuna mambo ambayo kwao wao wafundishaji inawezekana kwao sio shida. Hii huenda kwa namna ambavyo labda silabasi yao ama shule yao ama mtu makuzi yake binafsi mwalimu. Kwa mfano, sisi tumesoma katika shule ambazo kwa tunapigishwa bendi sana, tunapiga sana ngoma unanifahamu. Tunaimba sana, unanifahamu. Lakini ukija katika malezi ya Kiislamu, mtoto hataki kutengenezwa vile yani. Ingawa tunafundishwa uzalendo, mnaimbishwa, mnapiga mabendi, kuna michezo, kuna kwaya zinakuja. Ni michezo ambayo sijui kama sasa hivi katika shule za msingi kama hivyo vitu bado vipo. Zipo na zisikishi. Umeona sabala hiyo? Kwani mwalimu pale anafundisha kwanza haoni kama kitu sio sawa. Kwa mtazamo ule wa kijamii. Kwa kuna baadhi kwa mtazamo wa kijamii anaona kwamba ni sawa. Ni sawa. Lakini ukija katika uwanda mpana zaidi, na sio wazazi wote ambao wana huo mfumo wa kuwatengeneza watoto katika dini. Kuna wengine wanaona sio issue sana. Na ndio maana kuna mtu ana uwezo na mwana ampeleka katika shule za Kiislamu. Ana uwezo kumpeleka katika shule za Kiislamu pia ampeleka katika shule nyingine. Kwa hiyo inategemea na aina ya sehemu ambayo mtoto anapelekwa na vile ambavyo jamii inatazama hichi tunachomfundisha mtoto. Lakini pamoja na yote, shule ina nafasi ya kumfundisha mtoto vitu kama vile ambavyo unajua Marimashi ilikuwa nimesema wazazi, familia wana majukumu ya kumlea mtoto kimwili, manake afya yake, kuhakikisha na staili ya maisha yao, ikiwemo malezi ya kiimani. Jukumu la kumfundisha mtoto namna gani ya kuweza kumjua Mola wake, namna gani ya kuweza kiishi katika imani yake, inataka nini. Manake hilo ni jukumu la mzazi. Yeye mzazi ndo aamue sasa atamletea mwalimu aje amfundishe nyumbani, atamtoa pale ampeleke madrasa, atachukua jukumu hilo la kumfundisha yeye mwenyewe masuala ya kiimani. Manake unamjenga mtoto katika masuala ya kiimani. Bana, ukitaka kula hapa sema, ukitaka kwanza kula labda sema bismillah. Ukimaliza kula sema hivi. Au unampeleka madrasa, au mzazi unamletea mwalimu kuja kumfundisha pale nyumbani. Jukumu hilo ni la mzazi kumfundisha mtoto katika upande wa imani. Shuleni kule walimu wao wanafuata syllabus ambayo ipo. Kimpata mwalimu ambaye labda anamfundisha au anamuelekeza mwanafunzi kitu cha extra, ni kwa sababu ana play part kama ya mzazi, kuwa hicho unachokifanya sio sahihi au hicho ambacho unakifanya sio sawa. Lakini syllabus yao ya shule inakuelekeza mpaka hiyo michezo ambayo unasema syllabus, kuna muda wa games au sivyo? Kuna muda wa games unafundishwa na kusoma. Au mimi nimekuwa sana sasa hivi. Unajua zamani kwa walimu ni watu wazima. Unajua ni mababa. Lakini hiyo zamani watu wazima au watu ambao wanasema Mashi ni au watu walikala wewe. Inawezekana kuna wengine watu ambao walikuwa wanafaulu sana darasani. Lakini sasa hivi ndio watu wengi ambao waliopa hasa kwenye mitandao ya kijamii ambao wanaharibu zaidi maadili. Yaani akili darasani mtu anazo, anafaulu vizuri. Lakini sasa kuja kwenye jamii na vile ambavyo anaonekana, yeye ndo mtovu wa adabu, yeye ndo ambaye anaibadilisha jamii na anaonesha pia saa nyingine kumbe hata unaweza ukasoma lakini ukawa unajua kusikia mtu umesoma kumbe lakini hamna kitu.
Unaona? Unajua wanasema iko hivyo. Kuna wanasema ilmu na ufahamu. Ni vitu viwili mbalimbali. Ikiwa haufahamu unaweza kuona kama ni kitu kimoja. Na ndio maana hata kwenye Uislamu tunaambiwa sana tupendelee kusoma ile dua Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mwenyezi Mungu nizidishie lakini pia unipambanukie, unifanulie nini? Ufahamu. Kwa hiyo unaweza ukawa na ilmu, ndio hao ambao Khalid anawasema, lakini mtu asiwe na ufahamu. Lakini pamoja na yote, unajua shule pale ambapo mtoto anaenda pale, muda mwingi anaotumia akiwa pale. Na mimi mwanzo nilisema kuna baadhi ya shule tena nyingi wao wamejikita zaidi kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafaulu vizuri. Na huo ndo msingi wa kwanza wa shule. Yaani shule ni kitu cha kwanza, ni mtoto lazima awe na ufaulu mzuri. Sio shule zote. Asilimia kubwa ya shule. Kwa mfano Islamic school, wao ni vitu ambavyo vinaenda sawa. Yaani kitu ambacho kinapewa nafasi kubwa. Kwanza ni maadili ya mtoto. Alafu ufaulu. Unaweza kumuuliza hapa mkuu wa shule yetu Al-Hikma Primary, umuulize kipi ambao wanatoa kipaumbele. Lakini wanakimbizana kwanza kumaliza syllabus. Na ufaulu wanafaulu. Ndio maana utakuta tofauti ambayo itapatikana katika Islamic school na shule ambazo sio za Kiislamu. Utakuta kwanza wote wanafaulu. Yaani mtu akipata division 1 ya 7, mtu pengine kule wamepata division 1 ya 7 labda 30. Huku wamepata division pengine C1 ya point 10, 12, labda 20. Mimi ninachohesabu hao wote wamefaulu. Tofauti kama yule kapata ya 7, huyu kapata ya mbali zaidi. Lakini wote wamefaulu. Pigo linakuja wapi? Kwenye maadili unawatazama mtoto analingana. Kwa inawezekana kwenye ufaulu watu wanaendana. Kama wewe unapata 1, huyu kapata 2. Aliyepata 2 kafaulu, aliyepata 1 kafaulu. Wewe umepata 1 zako 50. Hawa nao wana 2 zao 50. Ikija kwenye issue ya ufaulu, sisi tunahesabu wote hao wamefanya wamefaulu. Kwa kwenye ufaulu bado mnaenda sawa. Njoo kwenye maadili. Kuna gap kubwa ambalo tutarajii tulitamani tulione kama ambavyo tuliona kwenye ufaulu. Kwa kwenye ufaulu baina ya shule za Kiislamu na zisizo za Islam hakuna tofauti sana. Watu wanafaulu. Lakini ukija kulinganisha kwenye maadili wameachana mbali sana. Sasa hizi shule ambazo za Kiislamu wao ndio wamejikita zaidi kwanza kwenye ufaulu. Na wanafanikiwa, lakini sisi hatuwataki watu ambao wana akili tu, ndio ambao Khalid anawalalamikia leo. Hatuwahitaji watu wao peke yao, kwamba mtu tu ana akili alafu hana maadili. Huyo atakuja kuharibu watu baadaye. Sisi tunahitaji watu wa aina zote. Hao tunawapata katika sehemu zipi? Katika hizo sehemu 3: familia, shule, jamii. Mimi bado nalia narudi kwenye familia. Narudi kwenye familia. Unajua Khalid, wewe kwa mfano wewe ndio baba kwenye familia, kichwa cha familia. Wewe ndio unaipangilia familia yako unataka iishi katika mfumo wa aina gani. Wewe ndio unaipanga mtoto wako asome shule ya aina gani. Wewe ndio unaipanga mtoto wako akue katika makuzi gani. Wewe ndio unaipanga mtoto wako akue katika jamii ya aina gani. Una uwezo wa kusema mimi sitaki kuishi hapa kwa sababu hii jamii ambayo naishi hapa sio jamii bora, mwanangu hawezi kukua katika maadili mazuri na bora. Unajua jamii mara nyingi ni kitu cha mwisho ambacho kinakuja kumfundisha mtoto maisha ya nje, ya kuwa mzazi wako anakufundisha hivi, maisha anataka uishi hivi. Shuleni umefundishwa kuwa maisha yako hivi na hivi. Lakini the real life ya mtaani ni hii ambayo inakufundisha jamii. Huku mtaani tunaishi katika mazingira haya. Lakini familia yako imekufundisha kuishi katika mazingira fulani. Kishki TV, nuru ya dini yako.